Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. 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 Ona kwa ajili ya upendo wake, upendo wa agape ambayo umetubeba mimi na wewe kufikia muda huu na wakati huu, ni kwa mapenzi na kibali ya Jehova. Kwa hivyo karibu sana kwenye mkutano wa maombezi. Nina imani ya kwamba umepata nafasi yako kwa maombi. Haujasimama tu na kutulia, bali pia na wewe umejipambania mahali ulipo. Jioni ya leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kutulinda sote na kutukutanisha tena pamoja. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wageni ambao wako kati yetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Karibuni sana. Bwana anawapenda na pia na sisi tunawapenda. Karibu kila mmoja. Endelea kukaza safari yako imani, sababu safari ya imani sio safari ya familia, sio safari ya mume na mke, sio safari ya wazazi na watoto, sio safari ya marafiki. Ni safari ya mtu mmoja muhusika kwenye safari yake imani. Mtu mmoja muhusika. Maana maandiko yanasema kwamba kila mtu atabeba furushi lake. So kila mmoja kaza mwendo. Kaza mwendo. Maana kuna thawabu ambayo Bwana majeshi atakupatia. Hata kama utapitia changamoto, hata kama utapitia magani, lakini ujue kwamba mbele ni kuzuri ikiwa utakaza mwendo katika mapenzi ya Mungu. Lakini kama utalegeza safari yako imani, basi hiyo siwezi kukuashua ya kwamba utapata thawabu. Maandiko yanasema kwamba unaweza okolewa kwa neema. Nashukuru Bwana kwa ajili ya mada. Jumapili tulijifunza kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Tulikuwa katika sehemu ya kwanza. Leo Bwana majeshi atatusaidia tujifunze sehemu ya pili ya uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari. Maana Mungu ni hodari. So hizo qualities ya kuwa hodari na moyo wa ushujaa iko ndani ya Mungu. Na wote ambao wameshikana na Mungu, wote ambao wamependana na Mungu, utapata kwamba hiyo qualities ambazo ziko ndani ya Mungu inakuwa imparted, inakuwa yule mtu anapata kupitia ile mahusiano mazuri. Kusoma kitabu cha Amosi mlango wa 3 mstari wa 3, maandiko yanasema kwamba wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Inamaanisha kwamba wakienenda pamoja kuna upendo ndani yao, kuna amani na umoja ndani yao. Ndio sababu wanatembea kwa pamoja. Hawataenda kama hawajapatana. Hivyo hivyo Mkristo na Mungu wake. Na kuna miungu. So usiconfuse Mungu wa kweli na miungu. Omba Mungu sana ya kwamba macho yako ya kiroho yatiwe nuru. Bwana majeshi aweke nuru, ndiposa umjue Mungu wa kweli. Usije ukaabudu kitu ambacho haujui. Usije ukainamia vitu ambavyo haujui. Mwambie Mungu nisaidie, ni kujue zaidi. Nijue Mungu. Sio kama Isaya alikuwa anaabudu, in fact alikuwa kuhani, alikuwa mtumishi, but kumbe alikuwa anaabudu Uzia. Lakini mwambie Mungu ya kwamba Uzia yeyote, chochote ambacho kitakuzuia usimjue Mungu wa kweli. Jehova Yawe, muumba mbingu na nchi, mwanzo na mwisho, hafananishwi na chochote, halinganishwi na chochote, na ibada yake na sifa zake amesema kwamba hata share na chochote kile. Hawezi. Utukufu unabaki kwa Jehova. Heshima na adhama zinabaki kwake. Hii miungu mingine, maandiko yanasema kwamba ina macho lakini haioni, ina masikio lakini haioni. Msomaji wa neno kwenye kitabu cha Saburi 135, soma kuanzia mstari wa 15 hapo mpaka mstari wa 18. Kama kuna mtu anaweza pata, naomba tafadhali. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu.
Kitabu Amen. cha Zaburi mlango ni wa 135 mstari ni wa 15 hadi 18. Biblia inasema, sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, wala hamna pumzi vinywani mwake. Wazifanyao watafanana nazo, na kila mmoja anayezitumainia. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Nasema kwamba sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu. Zingine ni mbao zimechongwa, zingine ni udongo zimetengenezwa. Hizo zote ni sanamu. Utukufu wa Mungu unabaki kwa Mungu. Heshima za Mungu zinabaki za Mungu. Haifananishwi na chochote. Hailinganishwi na sifa za sanamu. Maana sanamu ndio sema kwamba zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, wala hamna pumzi vinywani mwake. Wale wanafanya vitu kama hiyo, maandiko yanasema kwamba wazifanyayo watafanana nazo, na kila mmoja anayezitumainia. So ambia Mungu kwamba Mungu, naomba unifungue macho ya kiroho, nikujue Mungu na nikufuata wewe Mungu. Hata kama itagharimu chochote kile katika maisha yako, kumjua huyu Mungu wa kweli na kumfuata huyu Mungu wa kweli ni afadhali. Paulo akasema kwamba sijafika bado nakaza mwendo ili nipate ile mede ya thawabu ambayo Mungu ameandaa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Sababu Paulo alijua kwamba kuna maisha baada ya dunia hii. Usiishi duniani maisha ya kimwili ya kubembeleze kiasi ya kwamba usahau kumtafuta Mungu. Maandiko sema kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa. Siku ya leo Bwana atusaidie tuweze kujua hizi nguvu za kiroho ambazo zitakufanya kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Inapatikana aje, ama mtu anafanyaje ndiposa awe shujaa? Kuwa shujaa haikuje tu kirahisi. Kuna mambo ambayo Wakristo wengi wameitupilia mbali. Wakristo wengi hawaijui. Wakristo wengi hawaitambui. Mtu anasema tu yeye ni Mkristo, lakini nguvu za kiroho hana. Wakati adui anakuja, wakati mawakala wa shetani wanakuja, wanakupata ukiwa mdhaifu kiroho. Kimwili unaonekana uko sawa, lakini kiroho wewe ni mdhaifu. Na unapata kwamba ukiwa mdhaifu kiroho, mbinguni wingi. Maana Biblia inasema kwamba mbinguni hakitaingia chochote kidhaifu. Haitaingia chochote ambacho kina hofu ama uoga. Waoga na watu wa hofu nafasi yao ni kwenye ziwa la moto. So hizi nguvu za kiroho zinatoka aje? Unapata aje hizi nguvu? Ukisikia Mungu anasema kwamba katika Isaia 40 verse 31 anasema kwamba wote wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Aje? Sio nguvu za kimwili. Nguvu za kiroho ndio itakufanya Mkristo uwe shujaa. Inaanza pale rohoni, sio kwa mwili. Mwili inaenda inafika mahali inalemewa. Nguvu zako za kimwili inafika mahali inalemewa. Hekima yako na ujuzi wako na elimu yako inafika mahali inafika mwisho. Lakini hii tunazungumzia mambo ya kiroho, na mambo ya kiroho ndio inaleta results katika kimwili. Ukiona Ayubu anasema Mungu amenipa na Mungu amechukua, si rahisi. Inamaanisha kwamba amedhibitika kutoka ndani, amedhibitika kutoka rohoni. Na hiyo kuwa hodari na ushujaa ni ile hali ya kufanya mapenzi ya Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio uwe hodari. Ni lazima ushike masharti na maagizo ya Mungu yote. Somaje neno kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 15 mpaka 27. Kama kuna mtu atapata, naomba tafadhali kitabu cha Yohana 14 kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa 27. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana mlango ni wa 14 mstari ni wa 15 hadi 27. Biblia inasema, mkinipenda
mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye apendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda siye Iskariote akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda naye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia silo langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Hayo ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Amesema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu ulimwengu haumjui na haumtambui. Na bila Roho wa Mungu inamaanisha kwamba Mungu hayuko pale. So hapa maandiko sema kwamba ndio uwe hodari na ushujaa inakuja katika kufanya mapenzi ya Mungu. Ukifanya mapenzi ya Mungu, ufuate maagizo yake, ufuate sheria zake, hivyo hivyo vile imeandikwa, usiondoe na usiongeze. Inabaki hivyo hivyo. Vile mwenyewe alipeana inabaki hivyo hivyo. Ukiongeza na kuondoa, maandiko yasema kwamba na pia na wewe katika ufalme wa Mungu sehemu yako itaondolewa. Na kama ni kuongeza, mapigo yako yataongezwa. So hapa maandiko yasema kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika, hiyo ni mstari 21. Yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Maana Mungu ni hodari. Mungu ni shujaa. Mungu haogopi. Ndio tushikane na Mungu, ndio tuwe hodari, ndio tushinde hali zozote zile utakumbana nayo. Ndio ushinde ulimwengu, uingie katika uzima wa milele. Haina shortcut. Ni kushika maagizo ya Mungu na kuitenda. Hata kama ni machungu itabidi umefanya. Hata kama inakubembeleza itabidi umefuata vile Mungu anataka. Ndiposa upate ile roho ya ushujaa. Ndio upate ile nguvu ya kushinda ulimwengu na hatimaye kuingia katika uzima wa milele. Haya mambo mengine yatakuja baadaye. Jambo la kwanza ni ushike maagizo na amri za Mungu. Maandiko yasema kwamba ukishashika hizo, ndiposa maisha yako utadhibitika, ndiposa maisha yako utanawiri, ndiposa maisha yako mambo yataenda kulingana na vile Mungu amepanga. So unapata kwamba Wakristo wengi wanaanguka, Wakristo wengi wanashindwa. Kwa sababu gani? Hawalijui hili. Mwingine atakwambia kwamba ndio uko hodari, kuja nikupee maji matakatifu. Yenye ilitoka wapi? Wengine wanapanda ndege wanaenda Israeli. Wanaenda kutafuta mahali Yesu alizikwa, anaenda anachotaka kwa mchanga kidogo ya huko, anabebana na kuja naye. Anaenda mto Yordani, mahali Yesu alibatizwa, anabeba maji kidogo huko, anakuja naye. Akifika naye hapa inakuwa kama gold. Hiyo ni uabudu wa sanamu. Ibada ya kweli ni kutoka ndani ya moyo. Weka neno la Mungu kwa wingi ndani yako.
Ndio posa sasa ndani yako itatoka ibada kamilifu. Wachana na ile maji. Hiyo ni maji ambayo imepita zaidi ya miaka 2000 tangu Yesu alipo batizwa. Ile kaburi imepita hiyo miaka. Biblia inasema kwamba usiwe na miungu mingine, usijifanyie sanamu yoyote, usichonge chochote na usitafute chochote ya kwamba hapa ndipo mali Yesu alizaliwa, sasa ni chote mchanga. Hiyo ni uabudu wa sanamu. Yoshua, Mungu akamwambia kwamba imekupasa Yoshua uwe hodari na moyo wa ushujaa ili uweze kuwafikisha hao wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Akamwambia kwamba kitabu cha Torati, msomaji wa neno kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka 9. Yoshua 1 mstari wa 1 mpaka 9. Kama kuna mtu amepata, naomba tafadhali utaisoma. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yoshua mlango ni wa 1 mstari ni wa 1 hadi 9. Biblia inasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Na hilo ndilo andiko. Amen. Hapa tunaona kwamba Mungu anamuongoza Yoshua baada ya Musa mtumishi wa Bwana kukufa. Yoshua akapewa ile nafasi ya kuongoza wana wa Israeli. Bwana akamhakikishia kwamba jinsi nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Unapata kwamba Mungu anakuacha wakati wewe umemwacha. Wakati umeingiza ujanja. Wakati umeweka shingo ngumu. Wakati ambapo umeanza kuchagua ni maandiko gani inakufaa na ni maandiko gani ambayo unasikia ni kama inakuumiza, hautaisoma na wala hautaifuata. Wakati ambapo umeamua kusikiliza waongo ambao wamejaa ulimwengu huu. Wanakuambia kwamba hii neno agano la kale lilipitwa na wakati. Tuko katika agano jipya. Unawauliza agano la kale tumeitupilia mbali. Mbona wasirarue basi Biblia? Tubakie na agano jipya peke yake. Mungu ule amesema kwamba hakukuja kupangua Torati bali kuitimiza. Akamwambia Musa ya kwamba hapata kuwa na mtu yeyote. Kwa sababu gani? Ni Mungu amekutangulia. Amesema hata kupungukia wala hata kuacha. So ni haja gani uogope? Unaogopa hali, unaogopa vita, unaogopa maanguko wakati ambapo
unajua vizuri sana ya kwamba umeacha mwenye neema, mwenye ulinzi, mwenye kibali, umeacha njia yake, umeanza kukorofishana naye. Heri ukorofishana na wanadamu, heri ukorofishana na shetani, heri ukorofishana na chochote kile, kwa sababu wakati utakorofishana na wanadamu ama shetani, Mungu atakuokoa. Na je, ukianguka kwa mikono ya Mungu, umekorofishana na Mungu, nani atakuokoa? Kama hata shetani mwenyewe hawezi, anaogopa na anamjua mzuri ya kwamba Mungu ni hodari na wa moyo wa ushujaa. Akamwambia Yoshua, hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Inamaanisha kwamba wakati utafuata neno la Mungu, hakuna yote ambaye atakuja kukuchanganya akili. Hakuna yote ambaye atakuja kukudanganya, maana utajua Mwanzo inasema nini, Ufunuo inasema nini, kitabu cha Mathayo inasema nini, Zaburi inasema nini. Yote hiyo itakaa ndani yako, na kwa sababu neno la Mungu ni hai, itanena ndani yako, itakuongoza, itakuelekeza kwa msaada wa Roho Mtakatifu ambaye Mungu atakupatia. Maana maandiko yamesema kwamba Roho Mtakatifu ndio msaidizi. Mimi na wewe hatuwezi, tunaweza enda tuanguke, lakini Roho wa Mungu akiwa atatukumbusha yote na kutuongoza katika njia iliyo sahihi. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka 9, kama kuna mtu atapata, naomba tafadhali utaisoma. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka 19. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 mstari wa 1 hadi 19. Biblia inasema, na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, mpate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake zinazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezewe. Sikiza basi, Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Na mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya nitakayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowaapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usioijenga wewe, na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe, na visima vimefukuliwa usivyofukua wewe, mashamba ya mizabibu na mizeituni usioipanda wewe, nawe utakula na kushiba. Ndipo ujitunze, usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemmilikia na kuapa kwa jina lake. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wawazungukao, kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu. Isije ikawa juu yako hasira ya Bwana Mungu wako akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Msimjaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Masa. Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana Mungu wenu na mashuhudizo yake na amri zake alizokuagiza. Nawe fanya yaliyo sawa na mema machoni pa Bwana, ili mpate kufanikiwa, nawe upate kuingia na kuimiliki nchi nzuri Bwana aliyowaapia baba zako, ya kuwa atawasukumia nje adui zako wote mbele yako, kama alivyosema Bwana. Na hilo ndilo neno la Bwana.
Amen. Hapa maandiko imepeana amri na sheria ambayo Bwana Mungu wetu ametaka tuzitende, na ili tuweze kushinda na kuingia kumiliki katika ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 2, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako. Kasema kwamba sikiliza basi Israeli, ukaangalia kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana kama Bwana Mungu wa baba yako alivyokuahidi katika nchi ijayo maziwa, kwa sababu Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Hakuna Mungu mwingine, ingawa labda miungu, lakini hakuna Mungu wa kweli kama sio Jehova. Hii ingine yote ni masanamu. Hii ingine yote ni tumiungu tu. Maandiko yanasema kwamba sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Huyo Mungu, yeye ndio ako na hatima ya maisha yako. Yeye ndio ako na baraka ya maisha yako. Yeye ndio ako na ufanisi wa maisha yako. Huyo Mungu Jehova Yahweh haipatikani popote kwingine. So ndio uwe hodari, ni lazima uambatane na Mungu. Ni lazima umpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu yako yote. Chochote ulicho nacho, penda Mungu nayo. Iwe ni familia yako, penda Mungu kupitia kwa familia yako. Unawakutanisha, mnafanya fellowship, unawaeleza neno, mnaomba kwa pamoja. Inamaanisha kwamba umeshirikisha Mungu familia yako. Umeshirikisha Mungu ndoa yako. Umeshirikisha Mungu wazazi na watoto na ndugu zako. Umeweka Mungu mbele kwanza. Ukienda kazini, unapata kwamba kabla haujaanza kazi, mkabidhi Mungu kazi yako. Hata kama adui alikuwa amejipanga ya kwamba leo huyu tunamtoa kazini, ya kwamba leo huyu tunammaliza, ya kwamba leo huyu tunamfanya 1 2 3, wakati unatanguliza Mungu mbele, adui gani anaweza inuka? So unapata kwamba watu wanapigwa, watu wanaanguka, watu wanashindwa kwa kukosa maarifa. Ndipo uwe shujaa. Haikuji rahisi. Ni lazima ulipe gharama ya mambo ya kiroho. Lazima ulipe gharama. Kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote. Kumtafuta Mungu kwa akili yako yote. Methali 3, msomaji wa neno. Kitabu cha Methali mlango wa 3, soma kuanzia mstari wa 1 mpaka 12. Methali mlango wa 3, mstari wa 1 mpaka 12, maandiko yanasemaje? Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Methali mlango wa 3, mstari ni wa 1 hadi 12. Biblia inasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana nitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mwanangu, usidharau kuadhibiwa na Bwana, wala usione ni taabu kurudiwa naye. Kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendezaye. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Hapa maandiko yanasema kwamba usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Zitakuongezea wingi wa siku. Utakuwa hodari, hautaogopa. Hata mauti ikuje haitakupata. Kwa sababu gani? Ameambia Yoshua, kama vile nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakuwa na wewe. Ukiangalia historia ya Musa,
wakati tangu vile walikutana na Mungu katika ile kichaka ilikuwa inawaka moto, mpaka vile alifika mahali hakuweza kuendelea na safari, maana Mungu alikuwa amekasirika naye. Unapata kwamba hakuna siku Musa alianguka ama alishindwa. Hakuna. Mungu mwenyewe kupitia kwa Musa alipambana na Farao, akatoa wana wa Israeli kwa mikono yenye hodari ya Farao. Hapa maandiko yanasema kwamba ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri, akili ya kwamba hautaogopa chochote. Usipomcha Mungu hautakuwa na akili nzuri, utakuwa na akili mbovu. Hautapata kibali popote pale, iwe ni kazini, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye familia. Hautapata kibali. Hili ingawa ni chungu, lakini naomba uisikie tu. Usipomcha Mungu, usipomtegemea Mungu. Ndio sababu maandiko yakasema kwamba ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Yaani yeye Mungu anakutangulia, atakupa kibali kwa lolote kile. Lakini ukimwacha Mungu, ukiwa ndio kama Mungu kingine, Mungu anasema hivi na wewe unapanga yako, sema hata Mungu anaelewa hii, tupange hivi, hii inatakana ifanywe hivi, hii inafanywa hivi. Nakwambia Mungu ni Mungu na anabaki kuwa Mungu. Na Mungu hawi radhi na wapumbavu. Maandiko yanaongea kuhusu kijana mmoja anaitwa Gideon. Gideon alikuwa mtu shujaa, lakini wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu machoni pa Mungu, kiasi ya kwamba Mungu akawapeana kwa adui. Walipigwa mpaka wanaishi kwenye mapango. Lakini wakati Mungu alitokezea, akaongea na Gideon, akamwambia wewe ni shujaa. Gideon akamwambia, sasa kama mimi ni shujaa, mbona tuhangaike? Wewe Mungu kama uko na sisi, mbona tuhangaike? Walihangaika kwa sababu ya upumbavu wao, kwa sababu ya akili yao kama wanadamu. Wakakataa kumfuata Mungu, wakatenda maovu, kila wakati wanamkosea Mungu. Maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 5, hiyo kitabu cha Methali 3 mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa nini usitegemee akili zako mwenyewe? Kwa sababu akili ya mwanadamu inafika mwisho. Akili ya mwanadamu itakuangusha. Akili ya mwanadamu ndio adui shetani anatumia. Anakuvuruga na kukaranga na mafuta yako mwenyewe. Analeta tu mawazo, amejenga ngome kwenye akili, anakupatia tu mawazo ingine ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Shetani anajua kwamba hii mawazo itakutoa katika mapenzi ya Mungu, lakini anakazana kabisa, anakupa mawazo kinyume na mapenzi ya Mungu. Mstari wa 6 ikasema kwamba katika njia zako zote mkiri yeye, mtangulize Mungu mbele. Lolote unafanya mtangulize Mungu mbele. Lolote unawaza mtangulize Mungu mbele. Akasema kwamba ukimkiri yeye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Mche Bwana ukajiepusha na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Akaendelea kusema kwamba muheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Mwanadamu angejua hili lingemsaidia. Usiheshimu Mungu kwa mdomo tu. Heshimu Mungu kwa matendo. Omba, mtangulize Mungu mbele. Familia yako weka Mungu mbele. Watoto wako waombe, wafundishe njia za Mungu. Kazini mwako, wakati unafika kazini, sio kwa nguvu zako, sio kwa hekima yako, ufanye kazi na uifanye perfectly. Ni Mungu akiwa kwenye hesabu, hiyo kazi yako itadhihirika. Mungu akiwa kwa hesabu, wote wanaokusanyika kinyume na wewe, Mungu atawapiga na kuwatawanya. Chochote ambacho ulimwengu wa giza umepanga kinyume na hatima yako haitafaulu ikiwa utakuwa na Mungu. Lakini ukimwacha Mungu, hivyo ndio amekuacha.
So mtu aliye dhaifu kiroho ni yule ambaye hashiki na kutenda maagizo na sheria za Mungu. Hata ingawaje unatembea na Biblia, hata ingawaje unatembea na jina Mkristo, hata ingawaje unatembea na jina wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini uko mdhaifu kiroho kwa sababu Mungu hayuko kwenye hesabu. Mungu hayuko kwenye hesabu. Kitabu cha Mathayo, tufungue kitabu cha Mathayo mlango wa 12 kama uko na Biblia yako. Kuna wakati tuliuliza nani hana Biblia, wengine wakaogopa kusema, waliosema basi wakapata Biblia. Kitabu cha Mathayo 12 mstari wa Mathayo 12 mstari wa 30, maandiko yanasema kwamba mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami utapanya. Hizo ni sentensi mbili tofauti na ni ya muhimu sana. Yesu mwenyewe akasema kwamba asiye pamoja nami, inamaanisha kwamba yule ambaye hanifuati, yule ambaye hanisikii, yule ambaye haenendi vile Yesu anataka, sio Yesu aenende vile mwanadamu anataka. Haiwezekani. Ni mwanadamu aende vile Yesu Kristo anataka. Akasema kwamba asiye pamoja nami yu kinyume. Inamaanisha kwamba ni mpinga Kristo. Maandiko imetufundisha kila wakati. Maandiko iko wazi kabisa, inakuelekeza ya kwamba ibada ya kweli inaanza moyoni. Sio kwenye ile maji ya Yordani. Sio kwenye ile mchanga ya kaburi ya Yesu. Sio kwenye ile mchanga ya kaburi ya Lazaro, ati sasa kwa sababu hapa ndio Lazaro alikuwa amekufa akalala hapa siku 4, nikibeba hii mchanga itanisaidia. Wapi? Ndio utabeba mchanga ya kaburi ya Lazaro, lakini ndani yako giza. Utabeba tu. Lakini maandiko yamesema kwamba Mungu ambaye tunamwabudu ni Mungu mwenye wivu. Hataki tuabudu miungu mingine. Kama ni Mungu wa kweli, abudu Mungu wa kweli. Kama ni miungu na tusanamu, abudu hiyo masanamu. Wala watasimama upande wa Mungu, wako shua ya kwamba watakuwa hodari. Maana ukisoma kitabu cha Danieli 11:32, maandiko yanasema kwamba wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Wale wanamjua, sio wale wamesikia kuhusu Mungu. Kuna kumjua Mungu mara aina mbili. Aina ya kwanza ni wewe mwenyewe uzame ndani ya Yesu. Soma neno, omba na kufunga na kumtafuta Mungu sana. Jitoe na nguvu zako kufanyia Mungu kazi. Jitoe na mali yako kufanyia Mungu kazi. Jitoe na nguvu na akili yako na hekima ambayo Mungu amekupatia kumfanyia Mungu kazi. Maandiko sema kwamba wale wamjuao Mungu wao, inamaanisha kwamba si wote. Danieli 11:32, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Watamjua Mungu namna gani? Wanafanya ushirika na Mungu kiasi ya kwamba wameshikana na Mungu. Qualities ambazo ziko ndani ya Mungu zinaumbika ndani yako. Mungu ni mwaminifu, pia na wewe utatembea katika uaminifu. Mungu ni wa rehema, pia na wewe utahurumia wengine. Mungu ni wa msamaha, pia wewe utasamea wengine. Ikiwa utakaa na Mungu. Ukiona mtu anasema kwamba yeye anapenda Mungu, lakini ndio yake kidogo iko na question mark, ule mtu hayuko kwa Mungu. Fungua macho ya kiroho vizuri sana. Utawajua kwa matendo yao. Maandiko yanasema kwamba wale wamjuao Mungu wao watamjua kwa njia gani? Watamjua katika ibada kweli. Ibada ambayo inatoka ndani ya moyo. Hakuna chochote kitakuzuia ibada yako na Mungu. Hakuna chochote kitakuwa kipingamizi kati ya wewe na Mungu. Unakaa chini unauliza Mungu, amri 10 zako Mungu nisaidie kuzishika. Unaanza na kwanza, usiwe na miungu mingine la mimi. Unaenda pili, usiabudu wala usichonge chochote. Ya tatu, heshimu baba yako na mama yako. Wazazi wako na waheshimu, wa kiroho na wa kimwili.
Ya nne unaendelea hivyo hivyo, vile yale maagizo inaenda hivyo mpaka mwisho. Unafuata yote ukiambia Roho Mtakatifu nisaidie. Maana Maria anasema kwamba Roho Mtakatifu ndio msaidizi, atakusaidia mahali unakuwa dhaifu. Roho wa Bwana anakutia nguvu, unasimama na unasimama sawa sawa. Lakini ukiwa mjanja, Roho Mungu akaingi mali chafu. Amesema kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Wengine ukiwaambia mtoe sadaka wasema sasa hapa wametafuta pesa, ya wacha nihepe. Kimbia, Mungu ni ule mmoja. Amesema kwamba mtu yeyote asikuje mbele zake mikono mitupu. Wakristo wa leo wanataka wawe hodari, wawe na moyo wa ushujaa, lakini hata kumtolea Mungu sadaka hawawezi. Katika maandiko, somaji wa neno kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 20 kuanzia mstari wa 14 mpaka 35. Kama kuna mtu atapata kitabu cha Waamuzi mlango wa 20, kuna jambo ambalo litendeka pale. Wana wa Israeli wakaenda kupigana na Wabenjamini, lakini mara ya kwanza wakashindwa, mara ya pili wakashindwa, mara ya tatu ndipo Bwana akawatetea na akawapigania. Msomaji wa neno kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 20, soma kuanzia mstari wa 14 mpaka mstari wa 35. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Amen. Kitabu cha Waamuzi mlango ni wa 20, mstari ni wa 14 hadi 35. Biblia inasema, lakini wana wa Benyamini wakakutanika huko Gibea kutoka katika miji yao, ili watoke kwenda kupiga vita juu ya wana wa Israeli. Hao wana wa Benyamini walihesabiwa siku ile kutoka hiyo miji, watu waume 26,000 waliotumia upanga, zaidi ya hao waliokaa Gibea, ambao walihesabiwa watu wateule 700. Katika watu hao wote walikuwako watu waume 700 waliochaguliwa, wenye shoto. Kila mmoja alikuwa anaweza kuutupia unywele mawe kwa teo, wala asikose. Nao watu wa Israeli, mbali na hao wa Benyamini, walihesabiwa kuwa ni watu waume 400,000 wenye kutumia upanga. Hao wote walikuwa ni watu wa vita. Basi wana wa Israeli wakainuka wakakwea kwenda Betheli, nao wakataka shauri kwa Mungu, wakasema, ni nani atakaye kwea kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benyamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Basi wana wa Israeli waliondoka asubuhi, wakapanga hema zao juu ya Gibea. Watu wa Israeli walitoka ili wapigane na Benyamini, nao watu wa Israeli wakaviandaa vita juu yao huko Gibea. Wana wa Benyamini wakatoka Gibea, wakaangamiza hata nchi watu 22,000 katika Israeli siku hiyo. Lakini watu wa Israeli walijitia nguvu, wakaviandaa vile vita mara ya pili mahali pale walipojiandaa siku ya kwanza. Wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupiga vita juu ya wana wa Benyamini ndugu yangu? Bwana akasema, haya, kweeni muende kupigana naye. Basi wana wa Israeli wakakaribia juu ya wana wa Benyamini siku ya pili. Benyamini alitoka kupigana nao kutoka Gibea siku ya pili, wakaangamiza hata nchi watu 18,000 tena katika watu wa Israeli. Hao wote walikuwa wenye kutumia upanga. Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia. Wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni. Nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako huko siku hizo, na Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni alikuwa anasimama mbele ya hilo sanduku siku hizo. Wakasema, je,
nitoke tena niende kupigana na wana wa Benyamini ndugu yangu, au niache? Bwana akawaambia, haya, kweeni, kwa kuwa kesho nitamtoa na kumtia mkononi mwako. Basi Israeli akaweka watu wavizie kinyume cha Gibea kuzunguka pande zote. Basi wana wa Israeli wakakwea kwenda kupigana na wana wa Benyamini siku ya 3. Wakajipanga ili kupigana na Gibea kama walivyofanya nyakati nyingine. Nao wana wa Benyamini wakatoka waende kupigana nao. Wakavutwa waende mbali na huo mji, kisha wakaanza kupigana na kuua katika hao watu. Wakapata kama watu 30 wa Israeli, kama walivyofanya nyakati nyingine katika hizo njia kuu, ambazo njia mojawapo huendea Betheli na njia ya pili huendea Gibea katika shamba. Wana wa Benyamini wakasema, wamepigwa mbele yetu kama kwanza. Lakini wana wa Israeli wakasema, haya, na tukimbie na kuwavuta wauache mji waende katika njia kuu. Basi hao watu wote wa Israeli wakaondoka mahali pao wakajipanga huko Baal-Tamari, na hao wenye kuvizia wa Israeli wakatoka mahali pao walipokuwa hata Maregeba. Kisha watu 10,000 waliochaguliwa katika Israeli wote wakaja juu ya Gibea, na vile vita vilikuwa vikali sana, lakini hawakujua ya kuwa uovu ulikuwa karibu nao. Bwana akampiga Benyamini mbele ya Israeli, na wana wa Israeli waliangamiza watu waume 25,100, na Benyamini siku hiyo wote hao walikuwa wenye kutumia upanga. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen, amen. Samahani, kumbe microphone yangu ilikuwa imefungwa. Hapa tumejifunza kwamba wana wa Israeli walikuwa wameinuka kinyume na adui zao ambayo ni wa Benjamini, waende wapigane vita pale. Mara ya kwanza wakaenda wakauliza Bwana, wakamwambia nani ataenda kutangulia kupigana? Ukisoma mstari wa 18, basi wana wa Israeli wakainuka wakakwea kwenda Betheli, nao wakataka shauri kwa Mungu, wakasema, ni nani atakayekwea kwenda vitani kwanza kwa ajili yetu juu ya wana wa Benjamini? Bwana akawaambia, Yuda atakwea kwanza. Wakaenda, hawakutanguliza Yuda. Ndio uone vile mwanadamu anashindwa. Hawakufuata maagizo ya Mungu. Maandiko yanasema kwamba basi wana wa Israeli waondoka asubuhi, wakapanga hema zao juu ya Gibea. Watu wa Israeli walitoka ili wapigane na Benjamini, nao watu wa Israeli wakaviandaa vita huko Gibea. Wana wa Benyamini wakatoka wakaangamiza hata nje watu 22,000 katika Israeli. Wao walienda against maagizo ya Mungu. Mungu aliwaambia mtangulize nani? Yuda. Wao wakaenda kwa akili yao, Mungu akawaacha. Wakapigwa, wakauawa watu wengi sana. Watu 22,000 walikufa. Wakarudi mara ya pili, wakalia mbele za Mungu. Mstari wa 23, wana wa Israeli wakakwea juu na kulia mbele za Bwana hata jioni. Wakamuuliza Bwana wakisema, je, niende nikaribie tena kupiga vita juu ya wana wa Benyamini ndugu yangu? Bwana akasema, muende. Kwa sababu Mungu alijua kwamba nimewapa maagizo, bado mnasubasuba. Mnataka kwenda kwa akili zenu. Hapo Mungu aende na nyinyi. Na utakuwa udari, utapigwa, adui atakupiga. Maandiko yanasema kwamba wakaenda tena wakapigana na Wabenjamini. Wabenjamini wakaangamiza watu 18,000 katika watu wa Israeli. Hiyo ni mara ya pili. Wamesahau ile agizo ya kwamba mtangulize Yuda mbele. Wakaona Yuda ni kitu gani? Twende. Hata sisi ni wanajeshi, tunajua kupigana. Maandiko yanasema kwamba mstari wa 26, hapo sasa ndio kuna maneno. Ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli. Waliacha vita kwanza, warudi kwanza, watafutana na Mungu kwanza, wajue ni wapi ambayo imefanya adui akawashinda, ni wapi imewafanya kuwa dhaifu. Maandiko yanasema kwamba wakaenda Betheli na kulia, wakaketi hapo mbele za Bwana, wakafunga siku hiyo hata jioni. Inamaanisha kwamba walienda kuomba, walienda kufunga na kumlilia Mungu.
nao wakasongeza sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Bwana. Harufu ya sadaka yao ikawa manukato mazuri. Mungu akakumbuka taabu na mateso na vita ambayo Israeli alikuwa amepigwa na Benjamini. Maandiko yanasema kwamba kisha wana wa Israeli wakauliza kwa Bwana, kwa sababu sanduku la agano la Mungu lilikuwako huko siku hizo. Na Finehasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni alikuwa amesimama mbele ya hilo sanduku siku hizo. Wakasema, je, nitoke tena niende kupigana na wana wa Benjamini ndugu yangu, au niache? Bwana akawaambia, haya kweni, kwa kuwa kesho nitamtoa na kumtia mkononi mwako. Basi Israeli akaweka watu wavizie kinyume na wa Benjamini. Wakati walienda kupambana, maandiko yanasema kwamba katika mstari wa 34, kisha watu 10,000 waliochaguliwa katika Israeli. Ukisoma vizuri unaona kwamba mwanzo wana wa Israeli walikuwa watu 400,000. Na Mungu hapigani kwa sababu ya umati. Mungu anapigana kwa uchache. Wale wachache, kwani nini inafanyika ndio Mungu achague wachache ambao wanaenda vita? Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia moyo. Ukiwa upande wa Mungu, Mungu anakuchagua, anakutumia kwenda kupiga adui. Lakini ukiwa upande wa adui, Mungu hawezi. Kati ya watu 400,000 wa Israeli, watu 10,000 ndio waliangusha wa Benjamini kwa mkono wake Mungu. Maandiko yanasema kwamba kisha watu 10,000 waliochaguliwa katika Israeli wote wakaja juu ya Gibea, na vile vita vilikuwa vikali sana, lakini hawakujua kuwa uovu ulikuwa karibu nao. Mstari wa 35, Bwana akampiga Benjamini mbele ya Israeli. Bwana akampiga. Hakusema kwamba Israeli wakapiga. Bwana akampiga Benjamini, na wana wa Israeli waliangamiza watu waume 25,100 wa Benjamini siku hiyo. So hapa tunaona kwamba ibada kwanza ikafanyika. Mungu kwanza asikie harufu nzuri ya ibada yako. Usiamke tu wewe unaenda vita. Hapa tunaona Waisraeli hawakufaulu. Hata kama wanaitwa Waisraeli, hata kama Mungu anasema yeye ni Mungu wa Yakobo. Yakobo ndio Israeli. Kuna mambo ambayo inafanya Mungu anachukua ile zamu yako, anakupigania. Ibada kamili, ibada timilifu. Usifanye moja wacha nyingine. Leo hii kuna Wakristo wanashindwa, wanapigwa kwa sababu wanapenda Mungu kwa midomo, kwa maneno, I love Jesus, I'm born again, I'm saved, sijui am nini. Lakini matendo yao iko mbali na Mungu. Mioyo yao iko mbali na Mungu. Hapa tunaona kwamba ilibidi Waisraeli waende wamlilie Mungu. Hiyo ni jambo la kwanza, wafunge na kuomba. Jambo la pili, wakamtolea Mungu sadaka ya amani. Mungu akainuka akawatetea. Soma kitabu cha Waamuzi 6, inaonyesha kwamba Waisraeli wakahangaika sana, wakapigwa na adui zao kiasi ya kwamba wakaishi kwenye mapango. Huyu nakwambia anaitwa Gideoni. Yeye hakujua kwamba yeye ni jasiri, hakujua kwamba yeye ni hodari. Pia na yeye alikuwa amekaa ndani ya pango. Lakini wakati Mungu alimwendea akamwambia, wewe ni shujaa. Ushujaa wa Gideoni haukudhihirika kwa maneno matupu. Alifuata Mungu na akafuata Mungu kamili, na akafanya yote yaliyompendeza Mungu. Ndiposa Mungu akampa nguvu ya kwenda kuangusha ile madhabahu ya Baal kwa boma ya baba yake. Akatoa ndama, akateketeza, yani akamtolea Bwana dhabihu. Ndiposa akapata nguvu ya kuvunja ile madhabahu ya Baal. Leo hii wewe unataka kuvunja madhabahu pingamizi ambayo inakupinga kwa maneno bure. Nakwambia utapigwa mpaka utapigwa vizuri. Biblia inasema kwamba utatokea adui zako kwa njia moja na utakimbia kwa njia 7. Wewe mtu mmoja
tutakimbia kwa njia saba, kwa sababu Mungu hayuko pale. Kuna mambo ambayo ina-attract uwepo wa Mungu, ibada ya kweli. Kuna mambo ambayo itatupa ujasiri. Ukisikia neno kuwa na moyo wa ushujaa, na uwe na ujasiri sana, na uwe hodari sana, na utembee katika mamlaka, haikuji tu rahisi, ni unalipa gharama. Tafuta Mungu, zama ndani ya Yesu Kristo, kaa ndani ya Yesu Kristo ukitaka kushinda dunia hii. Usifanye kazi pamoja na wapinga Kristo. Kuna wale ambao wanapinga Kristo. Ukisikia makanisani wanasema kwamba kuna mchango fulani, tunatakana tuchangie mtu fulani amekuwa na hivi na hivi, tunatakana tuchangie project fulani ya kanisa. Mtu anasema msitoe, achaneni na huyo, tukimsupport atasonga mbele, atafanikiwa, atatuacha hapa. Hawa ni wapinga Kristo, ingawa wako ndani ya mwili wa Kristo. Cha ajabu ni hiyo, wako ndani ya mwili wa Kristo lakini ni wapinga Kristo. Yesu akasema kwamba asiye pamoja nami yu kinyume changu, asiye kusanya pamoja nami anatawanya. Inamaanisha kwamba ni mpinga Kristo, hautakuwa na nguvu. Biblia inasema kwamba wote wamjuao Mungu wao, wanamjua Mungu, wanatembea na Mungu, wanampenda Mungu, wamejitoa imani yao, mioyo yao, maisha yao kwa Mungu kikamilifu. Maana Mungu anachunguza moyo. Mungu anatazama ndani ya moyo wake. Msomaji wa neno kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 10 mstari wa 6 mpaka 16, naomba tafadhali utaisoma. Waamuzi, leo naomba tuko na shida, mtu mmoja peke yake ndiye anasoma maandiko, but neema zaidi mtumishi, soma kitabu cha Waamuzi 10 mstari wa 6 mpaka 16. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Waamuzi mlango ni 10 mstari wa 6 hadi 10. Biblia inasema, kisha wana wa Israeli walifanya tena yaliyo maovu mbele za macho za Bwana. Hawakumtumikia wakawatumikia Mabaali na Maashtorethi na miungu ya Shamu na miungu ya Sidoni na miungu ya Moabu na miungu ya wana wa Amoni na miungu ya Wafilisti, nao wakamwacha Bwana wala hawakumtumikia yeye. Hasira za Bwana zikawaka juu ya Israeli, akawauza na kuwaua mikononi mwa Wafilisti na mikononi mwa wana wa Amoni. Nao wakawasumbua na kuwaonea wana wa Israeli mwaka huo. Waliwaonea wana wa Israeli wote waliokuwa ng'ambo ya pili ya Yordani katika nchi ya Waamori iliyoko huko Gileadi muda wa miaka 18. Wana wa Amoni nao wakavuka Yordani ili wapigane na Yuda na kupigana na Benyamini na nyumba ya Efraimu. Basi hivyo Israeli walikuwa wanasumbuliwa sana. Ndipo wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakisema, sisi tumekufanyia dhambi kwa sababu tumemwacha Mungu wetu na kuyatumikia Mabaali. Na hilo ndilo neno la Bwana. Mtumishi hujamaliza. Tana soma mpaka mstari wa 16. Mpaka mstari wa 16. Mstari wa 11 Biblia inasema, naye Bwana akawaambia wana wa Israeli, je, sikuwaokoa ninyi na hao wa Misri na Waamori na wana wa Amoni na Wafilisti? Hao wa Sidoni nao na Waamaleki na Waamoni waliwaonea, nanyi mlinililia, nami nikawaokoa na mikono yao. Lakini mmeniacha mimi na kuitumikia miungu mingine. Basi kwa ajili ya hayo mimi sitawaokoa tena. Haya, enendeni mkaililie hiyo miungu mlioichagua, na hiyo iwaokoe wakati wa kusumbuka kwenu. Wana wa Israeli wakamwambia Bwana, tumefanya dhambi. Utufanyie yote uyaonayo kuwa ni mema, lakini tuokoe, twakusihi, siku hii ya leo. Haya tu. Nao wakaiondoa hiyo miungu ya kigeni iliyokuwa kati yao, nao wakamtumikia Bwana, na roho yake ilihuzunika kwa sababu ya msiba wa Israeli. Na hilo ndilo andiko. Amen. Maandiko yanasema kwamba wana wa Israeli walishindwa maana walifarakana na Mungu. Ukifarakana na Mungu utashindwa, au utakuwa hodari. Ukifarakana na Mungu sahau hodari. Utabaki kwenye kilio, miaka nenda miaka rudi.
utabaki kwenye mahangaiko miaka yote. Uhodari na ushujaa wa Mkristo inapatikana katika kitabu cha Torati, Biblia, Mwanzo mpaka Ufunuo. Ukitaka kuwa hodari, shikana na Mungu. Kwa sababu gani niseme hivi? Ukirudi katika ulimwengu wa giza, huyo shetani mnamsikia anaitwa shetani. Huyo mwenye anaitwa Lucifer. Huyo ambaye Biblia inayemuita nyoka wa zamani. Huyo wakala wake na majeshi yake na wakuu wake ndio wapate nguvu ya kukupiga. Sio vile Mkristo anaenda kanisani. Wale wanatoa sadaka na dhabihu ili kumpendeza miungu yao ambayo ni shetani. Mara mingi utapata kwamba wanaangusha magari, watu wanakufa, wametoa makafara hizo, madamu hizo wanapeana katika ulimwengu wa giza. Ili usikie na usikie vizuri. Ili kesho usikuje kuniuliza kwa nini ninashindwa, kwa nini nimeomba siku mingi sijaona matokeo, kwa nini hii inanifanyikia hivi na hivi na hivi. Ndio ukibaki kwenye kilio utasema sijakufundisha. Shetani na majeshi wake, ulimwengu wa giza, huwa wanafanya kazi hivi. Wakati mwanadamu amejiunga na ulimwengu wa giza, kuna masharti ambayo wanapewa pale. Hawaambiwi tu wewe kuja tu, kuna masharti. Hivyo katika upande wa Mungu, upande wa nuru, maagizo ya Mungu imefungwa kwenye amri 10 za Mungu. Yaani jambo la kwanza, maagizo na sheria za Mungu zimefungwa kwenye Biblia. So unapata kwamba ulimwengu wa giza wanapea hao mawakala wao nguvu. Ukiona wakala wa shetani akichora tu laini aseme upite, kweli upite? Haupiti. Hata ufunge miaka 40, hata uombe na kuomboleza miaka 40, kama hauna mahusiano mazuri na Mungu, hiyo laini upite. Sababu Mungu neno lake ni agizo, neno lake ni hukumu na ni sheria. Na Mungu hana geugeu. Ati leo amesema hivi, kesho anasema acha to amend constitution. Haiwezekani. Unapata kwamba wakala wa shetani, wachawi, waganga, washirikina wanakushinda. Kwa sababu gani? Hauna nguvu za kiroho. Hauna nguvu za kiroho. Umecompromise imani yako. Standard ambayo Mungu alikuwa amekuwekea, umeicompromise, umerudi mpaka chini. Ulikuwa muombaji, siku hizi uombi. Fitina mingi na maudaku mingi hapa na pale. Ulikuwa nabii, siku hizi uoni ndoto. Kwa sababu ya nini? Masengenyo mingi na chuki mingi na hasira na ghadhabu mingi. Ulikuwa unatolea Mungu, siku hizi umeanza kuangalia na macho ya pili, macho ya left, umefunga ya right. Unaangalia unasema hii kanisa, hii IC, hii Catholic, hii sijui gani, nikiitolea sadaka ya huyo pastor ni kama namjengea gorofa. Sio kwa sababu ya pastor, ni kwa sababu your own benefit. Ndio ushinda adui, sio bure. Ukisikia Mungu anasema kwamba mtu yoyote asikuje mbele zangu bila mikono mitupu, huyo ni Mungu. Abrahamu ndio Mungu ajiite mimi ni Mungu Abrahamu, Isaka na Yakobo. Abrahamu alitoa mpaka mtoto wake wa pekee, the only son. Wewe leo umepata mshahara unasema kwamba utu ndio tu pesa peke yake naweza lipa rent. Lipa rent tu. Hii ndio peke yake naweza lipa school fees. Mungu aweka kwanza, funga macho. Mungu siangalie pande hii ya pesa, yeye achana naye kwanza. Mungu hawezi jilazimisha, lakini amesema ya kwamba nitaweka mifuko yenu itatoboka, mara magonjwa, mara matatizo, mara sijui nini, mara. Kwa sababu gani? Haujakubali kumtii Mungu katika area zote za maisha yako. Haujajitoa kikamilifu kwa Mungu. Hapa tunaona kwamba Waisraeli walifanya iliyo maovu mbele za Mungu. Mungu akaamrisha Wafilisti, wana wa Amoni, wa Sidoni, wa Maleki
wa maoni, hao wote wakainuka kinyume na Israeli. Imagine, kinyume na wateule wake, mboni ya jicho lake Mungu aliwapeana. Sababu gani? Walikosa kumtii Mungu, walikosa kumfuata Mungu. Maandiko yanasema kwamba wakapigwa, wakaanza kumlilia Mungu. Mungu akauliza, Mungu akawauliza, mstari wa 11, naye Bwana akawaambia wana wa Israeli, je, si kuokoa ninyi na hao wa Misri na Waamori na wana wa Amoni na Wafilisti na hao wa Sidoni? Mstari wa 13, lakini mmeniacha mimi na kuitumikia miungu mingine. Miungu gani? Baal. Miungu gani? Maashtoredi. Ashtoredi, ibada ya Ashtoredi. Ashtoredi ni mungu mke, ni miungu, sio Mungu, ni miungu ambayo watu walikuwa wanaamini ya kwamba ni mke wa Jehova. So ukisoma maandiko utasikia kwamba ni malkia wa mbinguni, lakini ni miungu. Ibada yake ni katika hali ya kufukiza uvumba, ni katika hali ya kumimina. Watu wengi wanamimina maji kwenye hizo madhabahu zao, wengi wanamimina kama ni mafuta. Hizo ndio ibada ya miungu, hiyo Maashtoredi. Na ndio unapata kwamba hata na leo bado watu wanaabudu Ashtoredi, wanavukiza uvumba, wanamimina maji, wanamimina mafuta, wanafanya hiyo hali yote hizo, wanaweka unga pale. Hiyo yote iko kwenye maandiko. Ukitaka kusoma, ukitaka kujua ibada ya Ashtoredi, ibada ya Ashtoredi utaipata kwenye kitabu cha Yeremia. Yeremia utaisoma kuanzia mstari wa 15, 14, 15 hapo. Soma kabisa mpaka mstari wa 30. Utapata ibada ya miungu. Hapa Mungu akaambia wana wa Israeli, lakini mmeniacha mimi na kuitumikia miungu mingine, kuivukizia uvumba, kuimiminia sadaka zenye ni za ajabu ajabu. Maibada zingine unaangalia mpaka na saa hii tunaongea na wewe, kuna ibada ambazo bado kwenye madhabahu zinachomwa nyama. Niambie, ni ibada gani? Ndani ya madhabahu kuna chomwa nyama. Ndani ya madhabahu kuna mambo yanatendeka ambayo hata kusema ni aibu, na bado wanasema ni madhabahu ya Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu akaambia wana wa Israeli, mmeniacha na kutumikia miungu mingine. Basi kwa ajili ya hayo, kwa sababu umeitumia ile miungu, mimi sitawaokoa. Hautakuwa hodari bila Mungu. Hii nalo nimekwambia tu ukweli. Bila Mungu wa kweli kukua kwa hesabu ya maisha yako, hautakuwa hodari. Sababu Mungu mwenyewe ni hodari. Na wale wanaomfuata Mungu watakuwa hodari. Watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Watapita juu ya milima, hawataanguka, hawatachoka. Watapita kwenye mabonde ya maisha, hawatahangaika, hawataanguka, hawatazimia. Watapita katikati ya miali ya moto, like Shadrach, Meshach na Abednego walipita. Watapita kwenye tundu la simba. Simba wakikuona hivi hawakuoni, wanaona Mungu. Wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Lakini wale ambao wana compromise imani yao, wale ambao kidogo wanataka Mungu ashukishe level yake itoshane na level ya mwanadamu, maandiko yasema kwamba Mungu akaambia wana wa Israeli, haya, endeni mkaililie hiyo miungu mlioichagua, na hiyo iwaokoe wakati wa kusumbuka kwenu. Wakati unaacha Mungu, unatafuta tu miungu, unatafuta tu sababu. Kwa sababu ya hii, kwa sababu ya hii Mungu siwezi kukuabudu, lakini Mungu nataka unipiganie. Mganga na kushinda. Mchawi akirusha mshale inakupata tena kwa upaji wa uso, mali ilipata Mfilisti. Mshirikina akisema neno inatimia kwa maisha yako. Kwa sababu gani? Wao na miungu yao
wanafuatilia maagizo ya miungu yao. Lakini wewe Mkristo umeshindwa. Mungu ni wa rehema, Mungu ni wa neema, Mungu anasamehe, Mungu anajua hata hali ninapitia, Mungu anajua. Yes, Mungu anajua. Lakini Mungu alijua ya kwamba akikwambia kwamba leteni zaka kamili kwa nyumba yangu ili kiwemo chakula, akasema kwamba ili upate kujua kwamba nitafungua milango ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Wewe unataka baraka, haujaleta chakula kwenye nyumba, baraka inatoka wapi? Ulinzi inatoka wapi? Kibali inatoka wapi? Amesema kwamba mheshimu Mungu katika area zote za maisha yako. Kwenye ndoa yako, kaa katika utakatifu. Kwenye kazi yako, heshimu Mungu. Kwenye maisha yako, heshimu Mungu. Kwa watoto wako, heshimu Mungu. Kwa wazazi, popote area zote za maisha yako, mheshimu Mungu. Utapata kwamba kuna mtu hata anaweza kula chakula hajaiombea, alafu kesho unaambia Mungu nipe chakula. Mungu anataka tu heshima. Ndio sababu amesema katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 30, akasema kwamba wale wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wale wanaonidharau nitawafanya kuwa sio kitu. Hiyo ni sauti ya Mungu Jehova Yahweh. Anasema kwamba wale wanaonidharau nitawafanya kuwa sio kitu. So ufalme wa Mungu haupatikani katika hali ya udhaifu. Haipatikani katika hali ya udhaifu. Inapatikana kwa nguvu za kiroho, sio za kimwili. Inapatikana katika kitabu cha Mathayo 11:12, nasema kwamba tangu siku za Yohana mpaka leo ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wale wenye nguvu ndio watauteka. Wale wadhaifu hawawezi. Kwa sababu gani? Adui yuko pale kuwazuia. Nguvu za kiroho hazipatikani popote isipokuwa kumfuata Mungu. Ndio uwe shujaa na hodari. Haikuji tu rahisi. Usipofuata Mungu na umkae ndani Yesu Kristo, utulie ndani Yesu Kristo, uache kutangatanga mara kwa waganga, mara kwa wachawi, mara sijui wapi, hesabu yako ya maisha hayaendi, unaanza kutafuta msaada kwingine. Haiwezekani. Tunapata kwamba Wakristo tunashindwa. Ulimwengu wa giza wako na nguvu, wanakumaliza. Wakati wamekaa mikutano usiku wa manane, alfajiri na mapema, mchana mzima, anapata Mkristo, wewe ndio sasa unalala. Wewe ndio sasa uko kwenye kuwaza, sijui nitafanya nini, sitafanya nini. Mungu asipoulinda mji, wanaolinda wanafanya bure. Na Mungu asipoujenga mji, wanaojenga wanafanya bure. Hata upate milioni na ukose kumtolea Mungu sadaka na dhabihu na fungu na chochote kile ambayo Mungu amekuamrisha, milioni hiyo amesema ataitisha upepo, itaipeperusha. Atatoboa mfuko. Utapata changamoto. Hapa ni mawimbi, pale ni taabu, pale ni magonjwa, pale ni visirani, pale ni kesi, pale sijui ni madeni. Madeni zinakuwa mingi, unakuwa mateka wa madeni. Nani aliamrisha? Mungu. Hautakuwa hodari. Mungu amesema usiibe. Mungu amesema usishuhudie uongo. Mwingine anakuwa Anania na Safira, na unataka ukuwa hodari. Yenye natoka wapi? Labda kwa Baal, labda kwa Ashtoreth, labda kwa Shetani, ndio utakuwa hodari. Bila Mungu huwezi kuwa hodari. Maandiko yanasema katika kitabu cha Luka mlango wa 16, msomaji wa neno, kitabu cha Luka 16 mstari wa 10 mpaka mstari wa 17. Kama kuna mtu anapata, naona muda unakimbia sana. Luka 16 mstari wa 10 mpaka 17. Nitasoma kwa msaada wa Roho. Amen. Mtumishi, soma. Mtumishi, Luka 16 mstari wa 10. Luka 16 mstari wa 10 mpaka mstari wa 17. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa.
pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana ama atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote, wakamdhihaki. Akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa, na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Amen. 17 mtumishi. Lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke kuliko itenguke nukta moja ya Torati. Amen. Amen. Hapa Yesu Kristo akawa anafundisha akasema kwamba aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, naye aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. So kama hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana ya kweli? Hauaminiki hata kwa maombezi. Wakati unaingia kwenye maombezi unasema fulani ni adui wangu, nikimwombea ndio atafanikiwa sana, simuombe. Fulani ni mgonjwa, nikimwombea atapona, sitaki apone, acha kufa. Maandiko yanasema kwamba kama hauko mwaminifu kwa hiyo ndogo, je, ukipewa kubwa utaaminika? So inamaanisha kwamba Mungu anafunga mlango, anakupa tu neema kama ya mataifa, anakupatia nguvu kama ya hata vile anapea shetani kidogo tu. Yani hauzami kwenye ile abundance, hauendi kwa ile abundance, haukai katika ile furaha na furaha ya kweli. Kuna furaha ambayo wateule wa Mungu wanaishi, yani hauna pesa lakini ndani yako unasikia uko na peace, maana Jehova anaitwa Jehova Shalom. Anawapa amani watu wake, wale ambao wanamfuata katika roho na kweli. Hapa maandiko yanasema kwamba kama mko waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hiyo sasa inakurudisha pale kwenye Malaki 3. Anasema kwamba nijaribu uone kama sitafungua milango na madirisha mbinguni ni kumwagia baraka. So unabaki unashindwa, unabaki kwenye kilio, unabaki kwenye msongo wa mawazo, kwa sababu ni wewe mwenyewe ulijitafutia, wewe mwenyewe umejitakia. Wakati ulimwengu, wewe ukiona watu katika ulimwengu wanafanikiwa, haujui siri zao za kufanikiwa ni nini. Maabudu sanamu, maabudu miungu, waabudu mashetani, wako na nguvu zao, wanakuwa hodari kivyao, wanainuliwa na miungu zao, wanatiwa nguvu na miungu zao. Waganga wanakuwa subject kwa shetani. Huko ndio wanapata nguvu, huko ndio wanapata uwezo, huko ndio wanapata mamlaka. Lakini wewe unataka upinge mganga. Aje, haujasoma neno la Mungu likae ndani yako, haujakaribisha roho wa Mungu akae ndani yako, haujamkaribisha Mungu mwenyewe, mwambie Baba nitangulie. Unaambia Mungu yatugawane. Sitting room, weka sitting room, lakini bedroom hapana. Jikoni unaweza tembea kidogo kidogo, lakini si sana sana. Lakini upande ingine kwa kazi ya Mungu huko usifike, huko achana tunayo. Huko kwa biashara, biashara ni yangu. So Mungu, mali nimekupatia ni sitting room, unakaa pale, unatulia pale, basi. Hivyo ndio mwanadamu anashindwa. Mungu amekupa biashara,
Ulilia ukaambia Mungu, nisaidie, ninataka biashara. Mungu akakupa biashara. Na kwa ile biashara, Mungu anataka sehemu ndogo, 10%. Unakula unatafuna yote. Alafu unataka kuwa hodari. Mchawi anapita pita, mganga anapita pita. Watu wenye roho chafu wanaangalia duka na wanaiangalia na macho ya tofauti. Wewe unataka uwe hodari, ushinde mchawi. Inakuja aje? Kama Mungu hayuko kwa hesabu, ndugu yangu, dada yangu, sahau kuwa hodari. Ni lazima na ni sharti mwanadamu akae ndani ya Mungu. Ufuate maagizo ya Mungu. Akisema usizini, please, kaa na utulie, weka safety belt. Akisema usiibe, please, acha wizi. Akisema uache usikuwe na miungu mingine, tafadhali, hata kama ina meta, achana nayo. Ndipo utafanikiwa, ndipo maisha yako itapanuka, ndipo generation yako watakuwa na wakue katika msingi iliyo dhabiti. Sisi wenyewe ndio tunaangusha generation yetu. Unafundisha watoto, hawakuji kanisa, hawamjui Mungu, hawaombi, hawatafuti Mungu, hawajui chochote kuhusu Mungu. Alafu unasema watoto wangu. Unakufa, unawaacha. Ukiwaacha bado wanaendeleza ile uovu. Bado wanakaa katika ile hali ya uovu, ya uasi. Mama alikuwa anafanya aombi, hata sisi tunajua ya kwamba hatuombangi. Dada mmoja akasema kwamba kwake hata ile siku amechoka, mtoto wake mdogo atamwambia mama, tunakungoja, tunataka kwenda kulala, tunangoja tuombe. Kwa sababu amelei ground ya Mungu ndani ya wale watoto. Lakini Mkristo tunashindwa kwa sababu Mungu hayuko kwenye hesabu. Maandiko yanasema kwamba hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana mawili. Unatumikia Mungu na iwe Mungu, unatumikia shetani na iwe shetani, kwa sababu hao ndio wafalme. Shetani, hawa Mabaal na Maashtorethi wako chini ya shetani, na Mungu na watumishi wake wote na wateule wako wote ambao wanamfuata wako chini ya Mungu. Maandiko yanasema kwamba Lazaro ule unamuona kwenye Biblia pamoja na tajiri ni mfano mwema ya watu hodari na watu wadhaifu kiroho. Tajiri alikuwa dhaifu kiroho, though kimwili alikuwa na nguvu, alikuwa na mali, alikuwa na kila kitu, lakini hakudhamini Mungu. Lakini Lazaro katika ulimwengu alikuwa anaonekana maskini, lakini ndani yake alikuwa tajiri. Kwa sababu gani? Alikuwa amemdhamini Mungu sana. Nini ilifanyika mwishowe? Lazaro akapatikana kwenye kifua ya Yesu. So tusijidanganyane ati siku ya mwisho nitaenda kukaa na Elia, siku ya mwisho nitaenda kukaa na Abrahamu. Abrahamu alilipa gharama ndio wafike pale. Usikie Mungu anajiita Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Haikukuja rahisi. Sio kwamba Mungu hakuona watu wengine katika ile nchi akose kujiita yeye ni Mungu wa fulani. Mbona Mungu asiseme yeye ni Mungu wa Kaini? Jiulize swali. Mbona Mungu asiseme yeye ni Mungu wa Anania na Safira? Jiulize swali. Mbona alisema yeye ni Mungu wa Abrahamu? Abrahamu alisacrifice the only son. Mungu akamwambia nataka. Akamwambia Mungu ni mtoto nakupatia. Yakobo akampendeza Mungu, wakaresol na Mungu mpaka akabarikiwa, akaambiwa hautakuwa Yakobo bali utakuwa Israeli. Kwa sababu gani? Ile upendo wake na Mungu. Mungu alitangulia Yakobo wakati ndugu yake Esau alikuwa anamkimbiza, anataka kumuua. Lakini Mungu sababu aliambia Yoshua, vile nilikuwa na Musa ndio vile nitatembea na wewe. Ndio vile alikuwa na Yakobo. Ukifuata Mungu na umfuate Mungu peke yake bila ujanja na ukora, utakuwa hodari. Ukisikia usema kuwa hodari na moyo wa ushujaa, ni kiroho. Nguvu zako za kiroho zinategemea sana ili ushinde mambo ya dunia. Shetani ameinuka, mawakala wameinuka. Ona vile wanafanya sasa kwenye mashule. Shule sasa huko ndio imekuwa battleground katika mambo ya kiroho.
Unaweza sema kwamba watoto wangu hawako shule, well and good. Mungu huyu ni Mungu, wanaweza kutana kwingine popote pale. Wakati huu ni wakati wa Mkristo. Usilale, weka mahusiano yako dhabiti na Mungu katika area zote ya maisha yako, sio tu kifedha. Unaweza toa fedha lakini roho ni chafu. Ukue kama Kain. Kain alitoa lakini ndani yake hakuitoa katika ile hali ya kupenda Mungu. Alitoa kwa sababu ilikuwa lazima atoe. Ndio akaenda akatoa vitu vilivyo vilema kwake Mungu. Mungu anachukizwa na vitu kama hivyo. Lakini Abeli alijua Mungu ni Mungu na lazima nimtolee Mungu, akatoa katika upendo. Unaweza toa sadaka mingi, unaweza toa dhabihu mingi, unaweza toa fungu mingi, lakini ndani yako Mungu hayupo, hiyo sadaka ni bure. Ni bure, inafanyika mavi mbele za Mungu. So andaa moyo wako, ndio umheshimu Mungu, ndio umjue Mungu, ndio utembee na Mungu. Inaanza na moyo. Inaanza na moyo. Kama ni kuomba, utaombea watu wote sawa. Kama ni kuhimiza, utahimiza watu wote sawa. Kama ni kufanya chochote kile kwa sababu ya Mungu, hautafanya ili uonekane, bali Jehova aonekane. Ndio utakuwa hodari. Uhodari wa kiroho haikuji tu katika safu ya kimwili hivi. Inaanza rohoni na inaanza na kulipa gharama ya ile mwito ambaye Kristo amekuitia. Kila mtu atapokea thawabu yake. Hapa duniani utaona matunda. Leo hii kuna watu Mungu amewabariki mpaka kupita na ndege imekuwa ni kama bodaboda. Mungu amewabariki kwa sababu gani? Kutii sauti ya Mungu na kufuata Mungu with no apology. Ni nini Mungu unataka? Mungu, niko hapa, nikumbuke Baba, niongoze, nielekeze. Mungu anakubariki, anapanua mipaka yako. Lakini ukikaa unawekea Mungu mipaka, nakwambia maisha yako itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu na itakuwa ngumu. Utabaki kwenye kilio, utabaki kwenye mateso, utabaki kwenye kuhangaika, utabaki kwenye msongo wa mawazo. Unashindwa nianzie wapi? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu mwenyewe, Jehova Yawe, ndiye amekuwa adui wako. So maandiko yanasema kwamba Bwana Mungu ni hodari na mshujaa mwingi. Yeye Mungu anapigana vita. Anapigana vita na apigani na watu wengi ati kujeni hawa Waisraeli ambao tumesoma watu 1400 twende vita. Mungu anaweza tumia mtu mmoja. Mungu anaweza tumia Mikaeli peke yake kwenda vita. Kwa sababu yeye Mungu ni mwaminifu. Akisema anatenda. Akisema anakubariki, haijalishi miaka ngapi. Yeye Mungu ni mwaminifu. Anabaki pale, baraka zako utazipata. Akisema atakulinda, haijalishi atatumia silaha gani, haijalishi atatumia malaika gani, haijalishi atatumia nani, lakini ulinzi utapata. Mungu ni mwaminifu. So Mungu anataka pia na sisi tuaminike katika safu ya kiroho. Ndio ulimwengu wa giza usitushinde. Ulimwengu wa giza unatushinda kwa sababu ya ulegevu wa kiroho. Mtu unaona kimwili, unaona uko hodari, lakini kiroho wewe ni maskini wa kutupu. Kwa sababu kiroho uko mdhaifu sana. Mambo ya kiroho haudhamini. Mambo ya kiroho unafanya kwa kusukumwa. Unafanya kwa kubembelezwa. Tafadhali kujeni ibada, mkifika ibada mfungue microphones tuombe. Uko wakala wa shetani. Ameambiwa na Lucifer, enda tu barabara fulani, usimame tu. Basi napita pale, sijui nini na confused dakika moja, watu hao wote 50 na kitu ama sijui ndio 60, wote ule wakala moja ashabeba zile damu amepeleka kuzimu. Akifika huko anainuliwa rank. Alafu wewe hapa a very simple instruction ya kwamba funga na kuomba imekushinda. Mara ya mwisho ulifunga lini?
Unafunga wakati changamoto sasa imezidi, mawimbi yamefurika, yani yanataka kukumeza. Hiyo ndio siku unafunga. Lakini siku uko sawa, unasema ngoja leo sisikii kufunga. Leo sisikii kufunga. Leo sina roho ya kufunga. Leo sina roho ya kuomba, acha tu nikae, si hata Mungu ako tu. Si hata pastor anatuombea. Wewe unaombea ule pastor? Pastor anatuombea. Wewe unamuombea? Wewe unamsupport? Wewe unamjulia hali? Ama ile saa uko na mashida ndio unakimbia, pastor niko hapa. Maandiko yanasema kwamba Mungu aliwaachilia wana wa Israeli akawapeana kwa adui ili wapigwe na wajue kwamba Mungu asipokuwa katika hesabu hawawezi kwenda. So maisha yetu tusipomtafuta Mungu, tusipomheshimu Mungu, tusipotembea katika mapenzi ya Mungu, jua ya kwamba umekuwa mfu ambaye anatembea, walking corpse. Yani maiti ambayo inatembea. Kwa sababu maiti ndani uzima ikitoka inabaki ikiwa mwili. So mwanadamu ambaye hana Yesu Kristo ni mfu ambaye anatembea. Mwili inatembea lakini roho hakuna. Hauna nguvu, hauna uwezo. Shetani akikohoa pale kuzimu, anakohoa tu ama imekuangusha. Akipiga chafya, nyumba yako yote na taharuki kwa sababu hauna cover. Maisha yako yote imeharibika. Kwa sababu gani? Ulinzi hakuna. Mungu alishatoa ulinzi. Alitoa mpaka malaika. Mungu akitoka malaika wanamfuata. Neema inamfuata. Kibali inamfuata. Mafuta na upako inamfuata. Unabaki katika ile tunaita mazoea. Baadaye ndio utakuja gundua kwamba ile mafuta ya Mungu imeanza kunyauka. Kwa sababu gani? Disconnect kutoka kwenye ile chemichemi. Chemichemi yenyewe ni Mungu. Ukisha disconnect kutoka kwenye ile fountain, mali ile mafuta inatoka, mali ile neema inatoka, mali ile nguvu inatoka. Ukijidisconnect, ile ulienda nayo, kumbuka kwamba itaisha. Na isipoisha itakuwa corrupted. Na isipokuwa corrupted itakuwa expired. Maana shetani ataicorrupt. So ukijikatanisha na uwepo wa Mungu, ukijiondoa katika uwepo wa Mungu, unapata kwamba polepole maisha yako inanyauka. Polepole maisha yako inanyauka. Kuna mpumbavu mmoja nilikutana na neno moja, sio ilikuwa kwa WhatsApp ama ilikuwa wapi. Mtu akasema kwamba hii mwaka tumeelewana, msitoe sadaka, msitoe fungu za 10, msisupport pastor yote. Sijui ni wapi nilikutana na hiyo kitu. Nikaambia Mungu tu msamehe, kwa sababu huyu ni mpumbavu kati ya wapumbavu wote. Huyu ndio the last mpumbavu, sasa yule wa mwisho. Na wale watafuata mpumbavu kama huyo watakuwa wapumbavu wote. Natumia neno mpumbavu maana hata maandiko inaongea kuhusu wapumbavu, wale ambao wanajua hakuna Mungu. Lakini Mkristo ambaye unajua safari yako imani, hautakubali kushawishiwa na wapumbavu. Wapumbavu wako ni wengi katika mwili wa Kristo. Antichrist wako ndani ya kanisa. Antichrist wanapinga Injili, wanapinga neno la Mungu, wanampinga mpaka Mungu mwenyewe. Baada ya maombezi, baada ya ibada, wanakutanika mikutano zingine huko nje. Alisema nini? Ulisikia vile alisema? Ulisikia. Mungu akiachilia radi, anapiga hizo mikutano zinatawanyika. Kwa sababu wakati neno linahubiriwa, sio mwanadamu anahubiri, ni Mungu ananena. Na wakati unapinga Mungu, unakuwa sawa na Kora na Dathan na Abiram, wale ambao waliinuka kinyume na Musa. Waliona ikiwa Musa, hawakujua si Musa ni Mungu. Mungu akasema Musa, tokeni hapo, songeni mbali na hao watu. Watu wakatoka mbali, au wakabaki wamesimama. Mungu alifanya nini? Ardhi ikafunua mdomo.
ardhi, ikawameza live. So siku zote jitenganishe na uovu. Ukitaka kuwa hodari, Mungu ni hodari. Na yeye Mungu anafuata yale ambayo ameweka. Yeye hana kigeugeu. Akisema nitakulinda, ni ukweli atakulinda. Akisema atakuhifadhi, ni ukweli, ni Mungu atakuhifadhi. Akisema atakupigania, atakuwa adui wa adui zako, ni ukweli kabisa, Mungu atakuwa adui wa adui zako. Akisema atawatesa wale wakutesao, hiyo ni 100%, Mungu hadanganyi. Na yeye Mungu ana expect wale watu wote ambao wanamtafuta Mungu, wote ambao wanamgoja Mungu, pia na wao waaminifu, hata kwa ile ndogo wakuwa waaminifu. Ukitaka biashara yako isimame, jiunganishe na Mungu. Yeye ndio chemchemi, yeye ndio fountain. Ukitaka ndoa yako isimame, please acha ujanja. Acha ujanja. Hata kama Mungu amekuinua ndoa umefika level ya 10 huko juu, the same God ako na uwezo, anaweza kuporomosha mpaka 0. Ukijikatanisha na Mungu itaenda. Maisha yako, hata kama Mungu amekubariki, amepanua mipaka zako, the moment utadharau Mungu, maana amesema katika Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 30, wote wanaoniheshimu nitawaheshimu, na wale wananidharau nitawafanya kuwa kama sio kama watakuwa kama sio kitu. So ukiacha maombi, umeacha Mungu. Ukiacha kusoma neno, umeacha Mungu. Ukiacha utakatifu, umeacha Mungu. Ukiacha kumtolea Mungu, Mungu anataka sadaka zako, Mungu anataka dhabihu zako. Ndio sababu ya ile mgogoro kati ya Kain na Abel. Na ndio sababu andiko nasema kwamba Abel damu yake, ingawa alikufa kitambo, damu ya Abel inanena mpaka leo. Mbona kusema ya kwamba damu ya Kain inanena mpaka leo? So ni lazima tujiunganishe na Mungu ukitaka kuwa hodari na kufanya mambo ya ajabu. Kiingereza inasema kwamba they will do exploits, yani mambo makubwa. Waganga watakuja, lakini utapita katikati yao, uchawi yao haitakupata. Kwa sababu gani? Uko na nguvu za kiroho. Na nguvu za kiroho haipatikani katika hali ya ukora na ujanja. Mungu ni Mungu. Alitoa wana wa Israeli, hata kama aliweka agano na Abrahamu, alitoa wana wa Israeli akawapeana kwa adui. Wakapigwa na wakapigwa sawa sawa. So laini ya Mungu, chunga sana. Chunga sana laini ya Mungu. Msije mkakosa na Mungu. Msije mkafaraka na Mungu. Mwanadamu, ukikombana na mwanadamu mwenzako, Mungu atakuokoa. Waganga wachawi wakikuinukia, Mungu atakutetea. Lakini nani huyo atakaye kutoa katika mikono ya Mungu? Wewe una wrestle na Mungu, lakini ni katika ubaya, sio ile wrestling ya Yakobo. Nani atakuokoa kwa mikono ya Mungu? Hakuna. Utaangamia. Utaangamia. So ukitaka kuwa hodari, jiunganishe na Mungu. Hiyo haina, tafadhali, haina option nyingine. Haina option tu. Hiyo haina option nyingine. Wacha wao watakudanganya tu, kuja nikupee nyota sijui ya wapi, nikupee sijui maji ya nini, nikupee sijui mchanga ya nini, nikupee sijui kifungu ya nini. Hiyo hakuna. Wasikudanganye. Mtu asikudanganye. Atileta dhabihu, mimi nikuombee upate sijui nini. Please, piga magoti wewe mwenyewe. Kama kuna vile mchungaji atakusaidia, pia yeye atakusaidia, lakini cha msingi ni wewe mwenyewe. Sijasema udharau watumishi wa Mungu sasa, maana hapo ndio kiboko itakuja. Weka msingi yako mwenyewe. Wacha wenye kubeba maji ya Yordani wabebe tu, hiyo ni yao. Usijiunganishe na miungu yoyote ile. Usitoe ibada kwa Ashtorethi, usitoe ibada kwa Moleki, usitoe ibada kwa Baal, usitoe ibada kwa masanamu. Elekeza ibada yako kamili mbele za Mungu. Ndipo utapata matokeo ya kushinda shetani na mawakala wake na mipango yote adui. Utashinda. Rest assured, utashinda. Ukiwa na Mungu, ukimfuata Mungu, ukimwamini Mungu, ukimtegemea Mungu kwa akili zako zote, usitegemea akili yako.
tafuta Mungu. Acha kuenda hiyo makanisa unaenda. Usiende mikono bure. Kanisa yote ni unaenda, maana umeamini ile kanisa, moyo wako uko pale. Tafadhali usiende kanisani mikono mitupu. Unatafuta laana ya Mungu. Tafadhali usifarakana na Mungu, ukose kumwamini Mungu. Utatafuta laana ya Mungu. Toka kwenye vikao ambao wanaongelea watumishi wa Mungu. Wanalinga watumishi wa Mungu mawe. Kuna Mungu ambaye anawalinda. Toka kwa hiyo vikao. Ukisikia mtu anakuambia Dorcas, mwambie tafadhali mimi sina nguvu ya kupigana na Mungu, niache. Kimbia. Ukitaka kuwa hodari, simama upande wa Mungu. Mchungaji hata kama ako na weakness yake, mambo ni mawili. Muendee mwambie mtumishi, naona hapa unapotea. Ama muombe. Kama unamuogopa muombe. Lakini ukiingia kufarakana na Mungu, basi Mungu atakupeana kwa adui. Nzige watakula na kule vizuri. Madumadu na parare watafyeka na kufyeka sawa sawa. Jeshi la Mungu ambayo Mungu anatumia. So ukijikatanisha, ukose kumtii Mungu, ukose kumfuata Mungu, unless kama uko na miungu mingine ambayo iko na nguvu ya kumshinda Jehova Yawe, hapo tutakubaliana. Kama kuna Mungu mwingine, kama kuna Jehova mwingine apart from Jehova Yawe, kama kuna mwingine ambaye yuko na nguvu zaidi ya Mungu wa mbinguni, ukishikana na ule, basi labda, nasema labda kwa sababu ninajua kwamba hakuna Mungu mwingine zaidi ya Jehova muumba mbingu na nchi. Yeye Mungu Jehova Yawe ndiye anatutia nguvu ya kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Huyo Mungu Jehova Yawe, ikiwa utasikia maagizo yake na kumfuata yeye na kumwabudu katika roho na kweli. So siku zote Mkristo baki katika magoti, baki katika toba. Ambia Mungu, nisaidie. Niliwaza nikapitiliza, Mungu nisamehe. Nena nikapitiliza, Mungu nisamehe. Nimefanya Mungu zaidi mpaka nikasahau maagizo yako, Mungu nisamehe. Hiyo inamaanisha ya kwamba mwanadamu siku zote abaki kwenye toba, maana Mungu ni wa rehema. Hapa tunaona kwamba wana wa Israeli katika ya Waamuzi, wana wa Israeli walipo rudi kwenye toba, Mungu aliwakumbuka, akahuzunika sana kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wanapitia mateso. Mungu alihuzunika sana. Maandiko yanasema kwamba moyo wake ukasikia uchungu. Wakati walitubu, kabla wajatubu, Mungu aliona kilio yao kama machozi ya chura. Lakini wakati walitubu, moyo wa Mungu ikaguzika, akakumbuka agano lake na Abrahamu kwa ajili ya wana wa Israeli na akawaokoa. So tukibaki kwenye toba, Mungu ni wa rehema, atatusaidia kuinuka tena. Adui ambao wamekukimbiza, umeingia kwenye mapango, umejificha, hautajificha tena. Utatoka na kukabiliana na wao kama Gideon. Utaangusha madhabahu ya Baal, utaangusha madhabahu ya Ashtoreth, utaangusha madhabahu ya uovu na utainua madhabahu ya Mungu ndani yako. Madhabahu ya kweli inaanza ndani ya moyo. So utaondoa madhabahu zingine zote ambazo zilikuwa zimekuchanganya, ambazo zilikuwa zimekupa udhaifu wa kiroho, ambazo zilikuwa zimekufanya au farakane na Mungu. Utaangusha hizo zote na uinue madhabahu ya kweli ambayo ni ya Mungu, ambayo watumishi wa Mungu wakina Gideoni waliinua madhabahu ya Mungu, wakina Elijah waliinua madhabahu ya Mungu, Abrahamu, Isaka na Yakobo waliinua madhabahu ya Mungu. Nuhu pia hakukuwa exception. Wakati Mungu alimaliza wanadamu wote, Nuhu, maandiko yanasema kwamba akapata kibali, neema. Na wakati ambao alikuwa kwenye ile safina, hakupiga kifua aseme mimi sasa ni God's favorite. Alijinyenyekeza sana.
Hakuona ile gharika ikipungua ashuke amtolee Mungu dhabihu ya shukrani. Soma vizuri kitabu cha Mwanzo kuanzia mlango wa 7 mpaka mlango wa 9. Utapata Nuhu pale. Wakati ulishuka kwenye safina, shukrani zake mbele za Mungu, alimtolea Mungu sadaka za kuteketezwa. Harufu ya manukato ya ile sadaka ikafika mbele za Mungu. Mungu akaapa ya kwamba hatamaliza wanadamu tena, na akaweka ishara, akaambia Nuhu, nimeweka ishara, naweka upinde kwenye anga. Wakati wote hasira yangu itainuka, nikiona ile upinde ninakumbuka agano. Hata leo hii Mkristo, nimekupa siri, simama upande wa Mungu. Hata wakati watoto wako wataasi, watafanya maovu, Mungu akikumbuka uaminifu wako kama vile alikumbuka ya Abrahamu, ndio akambakisha Isaka na Yakobo. Ndio agano ambayo imebeba mimi na wewe mpaka leo hii. Lakini ukikorofishana Mungu, basi hivyo ndio umeisha. Kwa hivyo Bwana wa majeshi atusaidie siku zote. Mkristo ambaye unatamani kuona uzima wa milele, haina shortcut na hainunuliwi ticket popote. Haina duka ya kununua ticket ya kwenda mbinguni, hakuna. Ni lazima ulipe gharama ya utakatifu, ni lazima ulipe gharama ya ibada ya kweli ndani ya moyo wako, ili iwe manukato mazuri. Wakati unaingia kwenye maombezi, harufu nzuri ya manukato inamfikia Baba. Anakumbuka yale mateso unapitia, anashuka na kutetea, anashuka na kupigania. Lakini ukikorofishana Mungu, anasema kwamba hata maombi yao ni kama mavi mbele zake. Hataki kusikia na hataki kuona. Mahali ulipo, simama tufunge ibada. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante Mungu wetu. Asante Baba kwa neema na kibali. Asante Baba kwa ajili ya mkutano leo. Baba, umekuwa na kusudi Baba na siku ya leo Jehova. Tuko chini ya miguu yako Bwana. Tuko chini ya mamlaka yako Bwana. Popote Baba tumekosea, naomba Baba rehema. Popote Baba tumeenda kinyume na mapenzi yako, Baba tunaomba rehema katika jina la Yesu. Baba tusaidie Bwana majeshi. Siku zote Baba tukakupote katika roho na kweli Bwana. Ibada zetu Baba iwe ya kweli na iwe ya roho na kweli Bwana majeshi mbele zako Baba. Tusaidie mtakatifu Bwana. Tusaidie Mungu wa Israeli Bwana. Tukajue maagizo yako Bwana. Tukajue sheria zako Bwana na kukufuata Bwana katika roho na kweli Baba yangu. Tusaidie Jehova jire Bwana. Naombea Baba watoto wetu Baba, wakumbuke Jehova. Wape neema Baba wakujua wewe Jehova Mungu. Waenende katika mapenzi yako Bwana, ili wasianguke katika dhambi, ili wasianguke katika uovu. Baba, neno lako linasema kwamba nguvu zetu za kiroho zinapatikana ndani yako Baba. Tusaidie Jehova jire Bwana. Tujaze nguvu ya kusimama imara. Tupe neema Baba ya kuendelea na safari imani. Maana Baba, tuko katika ulimwengu wa giza. Tuko katika ulimwengu wa mateso. Tuko katika ulimwengu wa dhiki Bwana. Bila wewe hatutaweza Jehova. Maandiko yamesema wote wakujuao Bwana watapata nguvu mpya, watafanya mambo maajabu. Baba, ninakuomba Jehova, nikumbuke na mimi Baba, nikumbuke Elohim Baba, nisaidie Baba kusimama imara, nisaidie Baba nikawe na nguvu za kiroho Bwana, ili niweze kushinda dunia, ili niweze kushinda matatizo Bwana. Tazama neno lako linaweza kupita Bwana. Wewe ndio kimbilio, wewe ndio mtetezi Bwana. Kumbuka huduma ya Bwana, naikabidhi kwako Baba yangu. Naiombea Baba ulinzi Jehova. Ombea Baba neema zaidi. Ombea Baba kibali Bwana. Ongoza huduma ya Bwana, ukaielekeze katika mapenzi yako Bwana. Tawala Baba katika jina la Yesu. Wateule wako wote kwenye furaha Bwana. Naomba Baba ushindi katika jina la Bwana. Tusaidie Baba tukakuwa. Zaidi yote Baba ninaomba tusiwe wasikiaji wa utakatifu, bali tuwe watendaji wa neno lako Baba. Tusaidie Jehova Mungu wa Israeli. Asante Bwana majeshi kwa ajili ya YouTube ya furaha Bwana. Naikabidhi kwa kutukufu Mungu. Baba, watasikia neno lako Bwana kupitia kwa YouTube channel Bwana. Naomba Baba upako wako Mungu ukambata na neno lako Bwana. Yote atakayesikia Bwana Baba wakatiwe nguvu Jehova kwa utukufu wa jina lako Baba. Ninasema asante Jehova, usiku umeingia Bwana. Naomba Baba ulinzi usiku kucha. Tutakapofika Baba utukufu heshima na adhabu zitakuja. Asante kwa wema, asante kwa fadhili. Asante Baba kwa upendo Baba. Watoto wetu wanapojua na Bwana Baba kwenda mashule
shuleni. Nawaombea Baba uzima, nawaombea Baba kubali, nawaombea Baba ulinzi katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya neno lako, ni asante kwa ajili ya mtumishi. Ibada Jumapili mikononi mwako Bwana, ibada zote kwenye Efrata Baba, kwa ajili ya Efrata, ni asante kwa tunangoja Efrata tunakuhimidi Bwana, maana wastahili sifa na heshima katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tunaomba na kuomba. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, mkombozi wetu. Amen. Amen.